mkono wa Bwana kifika kwenye mitihani, naona tu roho ya kwani Musa inashuka na majibu yataanguka. Mke wangu alikuwa mtu wa kulia kila siku. Yaani kila mwaka anasubiria ajali gani itatokea mwaka huu. Akanitumia jini la mauti, alinitumia njiwa aliyekuwa amevaa irizi kwenye kwapa. Bwana Yesu Kristo atukuze kanisa. Amen. Majina naitwa Dorothy Kuhani. Namshukuru sana Bwana Yesu na baba wangu wa kiroho kwa Musa Richard Mwacha kwa mambo ambayo amenitendea. Kwa kweli sijui nianze wapi, lakini ngoja nianze hivi kwa kupamba kazini. Mimi mwaka jana mwezi wa 10 mwezi wa 9 nilikuwa na vita vikubwa sana kazini, lakini kabla sijamwambia baba wangu wa kiroho kwa Musa, aliniita na kuniambia kwamba kazini kuna vita sana na niliona mbele zako. Nikamwambia ndio baba. Sema video ombe. Sema sawa baba. Lakini vile vita vilikuwa vinataka mimi kunyamisha nipeleke sehemu nyingine ya kazini, lakini uhamisho wenyewe kwa hamna manufaa, faida yoyote. Amen. Amen. Baba aliniambia huwezi kuhamishwa. Na mimi nisimama kwa kuhamisha, walikuwa wanakuhamisha kule, walikuwa wanakupeleka kama wanakushusha cheo. Exactly. Kwa hiyo baba aliniambia huwezi kuhamishwa kwa sababu wewe huwezi kuhamishwa hivyo kwa sababu si mapenzi ya Mungu. Lakini vita vilikuwa vinazidi kazini. Nisema okay, nisimama, nikumbuka maombi baba alitufundisha, maombi ya kuaisha mabaya. Hapo baada nimebakisha wiki moja tu ni sign ile contract ya uhamisho kwenda kule ambayo nataka kwenda. Kumwambia baba muda wote mimi nahamishwa. Asema hapana, tutasimama, tutafanya maombi. Lakini cha ajabu ule wakala, sijui wakala, mkataba wameshamaliza kuandikwa pale, bakisha tu mimi ni sign alafu niane. Baada ya siku 3, baada ya kumwambia baba, naingia kwa wangu, boss wangu ananiambia hakuna haja ya kuhamisha wewe. Makofi yako ni ya kimaskini. Piga makofi ya juu ya utajiri wa Yesu Kristo wa karama na vipawa na upako mkubwa wa miujiza na maajabu. Ongeza makofi mengine. Ejaishia hapo, ule ambaye alikuwa ananishonganisha na my bosses alifukuzwa kazini. Suri mbaya. Mabaya waliokupangia na wanaokuloga watakiona cha moto baada ya ibada ya leo. Nakushukuru sana baba wangu wa kiroho alisimama na mimi na mafundisho ambayo anazidi kufundisha, maombi ya kuarisha mabaya. Tayari chapa zilikuwa zimepigwa, lakini nilizifuta kwa damu ya Yesu. Alinielekeza jinsi ya kuomba na kuarisha mabaya, kusimama kama mwenye haki, niona mkono wa Bwana. Cha pili, mimi nilikuwa nasoma katika kwa pili, kwa nachukua degree ya pili, lakini namshukuru Bwana Yesu kwamba amegraduate 2 wiki mbili zilizopita nyuma with a first class. Na first class, amen. Na kuwa the best female student, mwanamke bora, amen, na first class. Lakini kila wakati nilikuwa naingia kwenye mtihani, lazima nimwambie baba, lazima naoge yale maji na kujipaka yale mafuta. Niona mkono wa Bwana. Wakati mwingine tunashinda kwa kanisani, asubuhi unatakiwa kuingia kwenye mtihani hata uwezi kurevise. Lakini niona mkono wa Bwana kufika kwenye mtihani, naona tu roho ya kwa Musa inashuka na majibu yataanguka. Kwa sababu amen. Mimi nina watoto wawili. Mtoto wangu wa kwanza amefanya form 4 na pili amefanya darasa la 7, anasoma kule nchini jirani hapo Uganda. Namshukuru sana Bwana Yesu. Mtoto wa darasa 7 mtihani ilirudi like 2 weeks, wiki mbili zilizopita nyuma kwa Uganda, amepata division 1. Na pia wa form 4 mtihani imerudi Alhamisi na amepata division 1. Namshukuru sana Bwana Yesu. Kwa kweli kabla
nilianza mtihani, nimwambia babangu wa kiroho pia, nimwambia kwa Musa na kumpelekea majina. Lakini kwenye mtoto wa kwanza ule wa form 4, wale ambao wamebahatika kuona wamekuja hapa kama likizo hii walikuja, na wale waona mwaona, lakini alikuwa na vita sana, alikuwa boarding, lakini amebakisha wiki moja tu kufanya mitihani. Kama utundu wa watoto mnajua, mtoto ule alifanya makosa, alipigwa na walimu sana tu na kuwa suspended, kufukuzwa shule, na kwamba atakuwa anafanya mitihani kutokea nyumbani. Kama mama niumia sana kwa sababu alipigwa, hata kukaa alikuwa hawezi. Ilikuwa Jumapili naambiwa na mama yangu, napigiwa simu kwamba mtoto wako amefukuzwa, atafanya mitihani kutokea bwenini, atakuwa anatokea nyumbani. Hapo kwa sababu ilikuwa Jumapili, nipelekea baba taarifa. Baba ananiambia atafaulu. Wakati namwombea mtoto wangu, nasema Mungu, neno lako si bure. Kwani Musa aliposema mtoto atafaulu, alikuwa anamaanisha mtoto yule alikuwa hawezi kukaa wakati anafanya mitihani, lakini nimeona mkono wa Bwana, amepata division 1. Namshukuru sana babangu wa kiroho, amesimama na mimi, amenipigania kwa kweli. Madhabahu yanajibu. Mtoto huyo hapo nyuma alikuwa anasumbuliwa na pumu, asthma, lakini nimwambia baba, na kila wakati nikienda nyumbani nampelekea mafuta na mpaka. Lakini mwaka amefika, wakati uko form 4 hajaumwa, amepona kwa jina la Yesu. Chapa mikono. Dada Dorothy aliletwa kwangu akiwa ameshushwa cheo, amerudishwa kama mtu wa chini mno, kama watu wa kufyagia, ni wa kufanya wa kutumwa makaratasi hapa na pale. Alikuwa na uwezo, ana gari, anakaa nyumba ya kifahari, nikamkuta wamemtupa huko Buguruni, kakimbilia porini huko, hata pikipiki haifiki. Baada ya kumleta tukamwombelea, cha kwanza ni muujiza wa kwanza ni kutoka pale chini na kumpeleka kwenye cheo moja kwa moja juu, kumrudisha zaidi ya pale alipokuwa. Nafikiri hajakueleza vizuri, na watoto wake wamekuwa na matatizo makubwa ya shule, na baada ya maombi ndo Yesu amewapa uwezo, sasa wamepata division 1. Na wengine walikuwa wanasumbuliwa na matatizo ya pumu, na Yesu amewaponya baada ya kuwapelekea mafuta ya maombi ya uponyaji na ufungulivu. Amina yako ni kama vile umekaa kwa shida. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe kanisa. Niko hapa mbele yenu kumwaibisha shetani na kuitukuza jina la Yesu. Mimi nimekuwa na matatizo sana katika maisha yangu toka 2012. Nimekuwa na shida kubwa sana kwenye familia yangu. Yaani mpaka nilikuwa nikianzisha miradi na kufa, nikishika hiki kinakufa. Yaani maisha yalikuwa hayaendi kabisa. Lakini Mungu amenitendea maajabu sana. Pamoja na kwamba mume wangu alifariki, lakini baada ya mume wangu kufariki, mama wangu alichukua documents zote za hati. Kulikuwa na viwanja karibu 7 alibeba documents za magari, alichukua kila kitu. Lakini nilipomwendea baba yangu mtumishi Kuhani Musa, aliniombea na mama alirudisha zile documents kama zilivyo. Chapa mikono. Kelele hazitoshi kwa Bwana. Kisha hizo documents naona alishaona kwamba anaenda kushindwa kwenye kesi, akanitumia jini la mauti, alinitumia njiwa aliyekuwa amevaa irizi kwenye kwapa. Nikaja kumwambia kuhani akaniambia ni yule mama wako ndo anafanya hivyo. Lakini ile jini tuliombea tukalichoma, kwa hiyo mambo yakawa yameisha hivyo. Namshukuru Bwana Yesu, Mungu amemrudishia mapigo yule mama ambaye hawezi kusahau. Amemrudishia mapigo yule mama, ana malori, alikuwa na pesa, alikuwa ni tajiri, ana malori, ana kila kitu. Lakini sasa hivi akitaka kuyauza yauziki, analala mpaka njaa, anapiga kelele, watu wanamtukana matusi.
hizi, yaani ni kwamba Mungu amemrudishia mapigo 7. Namshukuru Bwana Yesu. Yesu ameniinua kwa kweli. Yesu amejitukuza kwenye maisha yangu sana. Sema amina popote pale ulipo. Dada huyu aliolewa akawa anaishi na mume wake wakazaa. Mwisho wa siku mama mkwe akawa ameinuka sana, wakaachana kwa muda. Baada tu ya kuachana, yule mwanaume alikufa. Alipokufa akaanza sasa kupambana na huyu mwanamke na kunyang'anya kila kitu walichokuwa nacho. Ndipo dada huyu alianza kuteseka, hata kwa kukaa, hata nini, nyumba, kila kitu akafunga, na watoto anao huyu dada. Baada ya kuja kunieleza na mimi nikamwombea, yule mama akawa ameenda kwa mganga, akatuma jini njiwa limevaa irizi kwenye mguu. Lilipotua katika nyumba yake likanaswa, kwa sababu alikuwa ameshaanza maombi hapa na kupata mafuta. Likanasa ndani ya nyumba yake, wakalikamata. Hebu sema amen. Walipolinasa aliwezi kwenda mahali popote, wakalichoma moto. Waliponipa taarifa nikamwambia chomee, wakalichoma moto. Baada ya kulichoma moto, sasa moto kweli umewaka kwa aliyetuma, kwa sababu kesi zimemgeukia. Maisha aliyomtakia huyu sasa yamerudi kwake kule alipo. Wangapi wako tayari kikombe walichokuchanganishia wachanganishie mara mbili yake? Kristo asifiwe kabisa. Yesu Kristo asifiwe. Kwa majina naitwa Robert Timothy Mwakipesile. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi nilikuwa na pepo la ajali. Imeanza tokea mwaka 2005. Ajali ya kwanza ilikuwa Mbezi Beach, kutokea barabara ile Whiteside Hotel. Ukitoka Whiteside Hotel, ukimaliza hoteli zile, unakona hapa kuingia jeshini. Tulikuwa tumefunga mikanda, ilikuwa 3 tuko kwenye gari. Lakini kabla tujafika pale mbele, tukafungua mikanda. Kupita mbele kidogo tu, kuna kitu niliona kama kimepita mbele yetu ghafla. Hapo tukapoteza. Gari ikabilingika. Mimi na dereva nikaturusha madirishani. Huyo huko nyuma alibaki kama alivyo. Lakini ukiangalia gari alikutamanika kabisa, lakini alitoka mzima kabisa. Mimi nikaangukia hivi, nikakatika huko na huko, nikakatika na taya. Ulitokea dirishani? Nilifurusha madirishani ile gari. Mimi na dereva ukatokea nje. Yule dereva akaangukia kiuno. Kwa hiyo naye akawa amepoteza mawasiliano, akawa kama chizi. Tukakimbizwa pale Masana, akasema watu sio wakwetu, kimbizeni mwingine. Kama mwingine huko, baada ya siku 2 ndio nikapata fahamu sasa. Na kipindi kile ilikuwa mgomo wa madaktari. Nimekuja kufanya operation hii baada ya miezi miwili. Na operation yangu ilichukua kama saa 3-4, kwa sababu baada ya kukatika huko, hii sura ilishuka. Hii sura mnaiona sura ile ya mwanzo kabisa imebadilika kabisa. Imebadilika. Hivi nikashukuru Mungu, nikafanya operation, nikapona. Nimekaa ajali ya pili. Nikatokea Tabata. Barabara Segerea. Ile Segerea kama unaenda Kinyerezi. Pale kuna daraja, nikashusha daraja nikapandisha. Sasa kabla sijafika pale kwenye makutano wa kutakuwa kwanza Kinyerezi na nyumba 6. Pale nikapoteza pale. Nikapitiliza, nikaenda kugonga ukuta wa duka. Na ajali zangu mimi nikaumia usoni. Nikaumia usoni, nikavimba, chombo changu kaharibika, karudi. Katibiwa, nikapona. Lakini nimehangaika sana, nimeenda kwa waganga kuuliza hili tatizo linatoka wapi. Lakini sikuweza kupata hata majibu hata siku moja. Kwamba hata mtesi wako ni nani? Unaambia kule, wewe una nuksi, una mikosi, basi. Ndio wako umejaa nuksi, basi ndege.
Tunaendelea na kwamba nuksi ndo zinakupa ajali. Waganga feki kweli. Hebu tuwazomee tena kwa nguvu zote. Wewe unapata ajali anakuambia una mikosi. Nuksi. Tukaendelea na maisha. Ajali ya tatu ilikuwa Mbezi ya Kimara. Nilikuwa natoka Kibamba narudi. Nimepita pale kituo kipya. Kuja hapa kituo cha zamani. Hapa barabarani sasa hivi kuna vibajaji wao tunapakia kwenda Ubungo wapi. Kulikuwa na daladala hicho imepaki pale usiku around ya saa 6 saa 7. Nilikuwa nimepaki tu gari. Lakini mimi nikapoteza pale nikaifuata ile gari. Nikaenda kuligonga nyuma. Sasa hivi na bajaji, nilikuwa na bajaji kwa nje iko imesimama kwa mlangoni ya kijani. Nikagonga ile licha kwanza kioo cha kule juu kilitoka kile kioo. Alafu ile bajaji ile ikaja kunibana kifuani. Kutoka pale mpaka walinivuta ndio kutoka pale. Kama kawaida nikaumia usoni. Yaani sura yangu imebadilika kabisa. Nikaumia usoni. Shauri bwana, mchawi anaweza akakuchakaza. Kwa hiyo hii sio sura yako kabisa. Imebadilika kabisa. Imebadilika. Nao wanadili na reception. Nilikuwa nisoma. Sasa mpaka watu wakwambie, wewe mwenyewe unaweza kujijua. Bonge la Handsome Mwakipesile Mnyakyusa Watukuyu wa Kera. Kera. Si ndo Handsome wanakotokea, si ndo mchele kule. Au umesahau Ayubu au mama? Watukuyu kwenu ndizi, hawa mchele. Sasa ndizi mnatokea mna sura kama za kwetu Wachaga. Wote si tunakula ndizi. Ila wanaokula mchele sasa Handsome ndiko wanakotokea. Lakini wachawi bwana, hata Handsome wanakuminya mpaka upinde. Hebu wasomee tena wachawi huko ndani. Inawezekana hata wewe mwenyewe umeshapinda. Hizi ajali ulizonazo wewe ni za kawaida. Mwenzako anapigishwa kwenye mavyuma, wewe sijui ni ngumi au ni jua tu anakuashia la kichawi nalo linakuchakaza kwa staili yake. Unapinda. Tuendelee bwana Mwakipesile. Hii ajali ilikuwa 2016. 2017 nilikuwa Mbezi. Sasa ajali hizi zimeambatana kama ngapi? 4 kwa wakati mmoja. Hiyo ni ya 3 sasa. Ya 3. Ya Mbezi ya 3. Ya 4, hii ya 3 sasa. Kuna kakangu baada ya kuona hizo ajali bora zinakuandama. Kuna kakangu anaitwa Captain Mwakarupa. Nafikiri wengi wanamfahamu, aliponea hapa. Huyo mtoto wa Captain Mwakarupa, yule ambaye alikuwa na tatizo la moyo na figo likapona, ambaye mnamsikia mara nyingi kwenye tangazo la Praise Power pale. Hiyo ni kakangu, mtoto wa mamangu mkubwa. Akaniambia bwana mdogo, hebu twende nikupeleke nilipoponea mimi. Nikamwambia sawa kaka, twende. Kweli nikaja mpaka hapa, nikamwona kwani, akaniambia una pepo la ajali. Alafu unatembea na vivuli vya watu waliokufa. Na hata hivi kuna ajali iko mbele yako itakukalisha chini. Na ni kweli ajali zangu nilikuwa nakaa wiki moja wiki mbili. Napenda naendelea na shughuli zangu. Kuna ajali iko mbele yako itakukalisha chini. Na umepigwa miruni. Ile mwili wako. Kwa hiyo mwili wako sio mzuri. Kwa hiyo cha kufanya chukua mafuta. Akaniambia chukua mafuta fulani. Nikasema sawa. Lakini kwa wakati huo sikuwa vizuri kipesa. Nikachelewa kuchukua mafuta. Nikatokea ajali ndogo, ilikuwa natoka Mbagala around saa 4. Nimepita pale Tabata Sheli. Kabla sijavuka taa, ile taa zikakata. Kukanyaga breki hamna kitu kabisa.
kanyaga na wewe hamna kitu, na gari zimeshasimama ziko mbele yako. Nikajaribu kuingia upande wa kulia, kule ukuta kanizuia, nikarudi nikakumbana na gari kama kawaida usoni, kavimba nikachanika. Nikaja kwa kanisani, Kuhani Musa kaniona nimekaa pale, kiti changu kilikuwa pale. Hapo ngoja akaniona, akaambia wewe nilikwambia. Robert nani? Robert alikuja kwangu ofisini mule, amemleta kaka yake mgonjwa mahututi. Alipofika ofisini, mimi kabla sijayaongea ya kaka yake nikamwambia, unawindwa na ajali, wanataka kukuua kwa njia ya ajali. Yesu kichwa. Nasema uongo, nasema ukweli? Ni kweli. Ulivyomleta kaka yako, wewe ulikuwa mzima? Ndio. Maelekezo nilikupa, nilikwambia ufanye nini? Chukua mafuta. Ulifanikiwa kuyachukua? Fanikiwa. Kimekukuta nini? Ajali. Mimi si bahati. Mtu anapokuleta hapa, huyu yeye amekuja na matatizo ya kakake kutoka Mbeya kuja ofisini kwangu. Alipofika Yesu akaniambia, huyu maya kwake ni ya magonjwa, lakini huyu anawindwa kufa na ajali inammaliza siku sio nyingi. Amina. Nikamwambia, na nafikiri yeye kwenye akili yake aliona mgonjwa ni huyu, sasa mimi ananiambia ya kwangu ya kazi gani? Amina. Akazarau nilichomwambia. Ajali iliyomkuta juzi, alitaka kufia barabarani, ni mkono wa Mungu umenyoka, na ni kwa sababu tayari walikanyaga, na ikawa ni fundisho. Amina. Sasa hivi pale alipo ni vyuma amevaa. Mimi sio nabii, mimi ni muonaji. Unapokuja kwangu mimi naona nini kilichoko mbele yako, kilichocho nyuma yako, kilichoko sasa. Amina. Wewe usiangalie unachokiona sasa, kitakudanganya. Ndio. Adui anapokuwinda huwa anakuletea mazingira ya amani wakati anapoibua vita kwenye maisha. Wakati unaona amani sana imetawala, jiandae kwa ajili ya vita inayotaka kuja mbele yako. Umeona kitu kutokea? Na kweli kikatokea kama hivyo niambia. Mkango alikuwa mtu wa kulia kila siku. Yaani kila mwaka anasubiria ajali gani itatokea mwaka huu. Ajali gani itatokea mwaka huu. Lakini namshukuru Mungu kupitia madhabahu haya kwa mtumishi wake Kuhani Musa. Mpaka dakika ile nimesimama hapa nimepona, mimi ni mzima. Nilikuwa sikuwahi viatu, sasa hivi navaa viatu. Nilikuwa natembelea miguu minne. Magongo. Nafikiri watu wengi ambao wako muda mrefu walikuwa wananiona. Wanaingia na magongo, nakaa pale. Nawashukuru sana watumishi wa Mungu, wamenihudumia vizuri sana. Kama makofi. Mimi nataka niwashuhudie tu watu wanaotusikiliza sasa hivi kupitia radio, television na mitandao ya kijamii. Kinachotendeka hapo, shuhuda zinazotolewa hapa sio usanii. Maana kuna watu wako majumbani sasa hivi wanasema ule ni usanii tu, wale watu wamepangwa wale. Sio usanii. Yesu yuko hapa anaponya. Mimi niwaambie tu wale wanaomjua kwa kipekee, kinachotendeka hapa ni muujiza. Mungu yupo, Yesu yupo, anaponya. Njoni hapa mtue mizigo yenu. Makofi yako ni kidogo, makofi ni kidogo, vigelegele ni kidogo. Baba, kwanza mimi nikushukuru na kushukuru sana
pamoja na watumishi wako. Hakika Mungu ameniponya kupitia madhabahu haya. Mungu akubariki sana baba. Ubarikiwe na wewe pia.